Hii ni Afrika leo hii hapa EMG Radio, tukikutangazia moja kwa moja kutoka jijini Kigali, Rwanda. Tunakufikia popote ulipo Afrika Mashariki na kwingineko duniani kupitia majukwaa yetu ya kidijitali @EMG Radio. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za habari. Jina langu ni Faith Kutere. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaendelea kuibua wasiwasi mkubwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku idadi ya maambukizi na vifo ikiendelea kuongezeka. Mamlaka za afya nchini Kongo kufikia sasa zinasema zimerekodi visa 2120 vilivyothibitishwa vya Ebola inayosababishwa na virusi vya Bundibugyo, huku watu 828 wakifariki kutokana na ugonjwa huo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko huo bado unaendelea, huku maambukizi yakiripotiwa katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo. Serikali ya Kongo kwa kushirikiana na mashirika ya kimataifa inaendelea kuimarisha ufuatiliaji wa wagonjwa, upimaji, matibabu na kampeni za kuzuia kuenea kwa maambukizi katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Haya kijiri, mamlaka za afya nchini Rwanda zinaendelea kufuatilia kwa karibu mlipuko wa ugonjwa huo wa Ebola unaozidi kuenea katika nchi jirani ya Kongo. Serikali imeimarisha hatua za ufuatiliaji katika maeneo ya mipakani pamoja na vituo vya afya kote nchini ili kuzuia uwezekano wa ugonjwa huo kuvuka mpaka na kuingia Rwanda. Wahudumu wa afya katika maeneo ya mpakani wamepewa mafunzo ya kutambua dalili za Ebola mapema, huku wasafiri wanaoingia nchini wakifanyia uchunguzi wa afya. Serikali ya Rwanda imewahimiza wananchi kuendelea kutafuta maelekezo au kufuata maelekezo ya afya ya umma na kuripoti mara moja dalili zozote zinazoweza kuhusishwa na ugonjwa wa Ebola ili kusaidia kuzuia maambukizi. Tukisalia hapa nchini Rwanda, mkoa wa Mashariki nchini Rwanda unaendelea kuwa kitovu cha mlipuko wa hivi karibuni wa ugonjwa wa Rift Valley Fever, huku wilaya ya Ngoma ikitajwa kuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi. Mamlaka za mifugo zimeimarisha kampeni za chanjo na kuweka vikwazo vya usafirishaji wa mifugo katika juhudi za kudhibiti ugonjwa huo unaenezwa na mbu na unaoweza kuathiri wanyama pamoja na binadamu. Serikali imeweka vikwazo vya usafirishaji wa ng'ombe, mbuzi na kondoo kutoka maeneo yaliyoathirika, hatua ambayo imeathiri biashara ya mifugo na kusababisha mabadiliko katika upatikanaji na bei za nyama katika baadhi ya masoko, hasa jijini Kigali. Kwa binadamu, Rift Valley Fever inaweza kusababisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli na katika hali mbaya zaidi kutokwa damu mwilini pamoja na kifo. Nchini Uganda, serikali imesitisha kwa muda safari zote za shule kote nchini baada ya ajali mbaya barabarani iliyosababisha vifo vya wanafunzi 23 na mtu mmoja mzima mashariki mwa Uganda. Wizara ya Elimu imetangaza marufuku hiyo ya muda ili kuruhusu uchunguzi kuhusu usalama wa safari za wanafunzi na kupitia upya miongozo ya usafirishaji wa wanafunzi. Uamuzi huo umefikiwa baada ya basi lililokuwa linawabeba wanafunzi wa shule ya King David Junior Kampala kupata ajali wakati lilikuwa likirejea kutoka safari ya masomo katika eneo la Sipi Falls, wilaya ya Kapchorwa siku ya Alhamisi. Polisi wanasema dereva alipoteza udhibiti wa gari hilo na kusababisha basi lenyewe kupoteza mwelekeo na kugonga jiwe kubwa na kisha kupinduka. Wanafunzi wengine 3 walifariki dunia baadaye wakitibiwa. Na tukiangazia siasa nchini Kenya, baadhi ya wabunge wa mrengo wa serikali nchini Kenya sasa wanapendekeza aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kukamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uchochezi. Wakiongozwa na mbunge wa eneo la Kapseret katika kaunti ya Uasin Gishu Oscar Sudi, wabunge hao wanamshutumu Gachagua kwa kile wanasema ni kuendeleza siasa za migawanyiko na ambazo zinaweza kulitumbukiza taifa katika machafuko na pia kuibua uhasama baina ya jamii za Kenya. Na hii ni Afrika leo hii, habari za EMG Radio moja kwa moja kutoka hapa jijini Kigali, Rwanda. Kumbuka unaweza kufuatilia vipindi vyetu na habari zetu kwenye mitandao yote ya kijamii @EMG Radio. Jina langu ni Faith Kutere.